Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON imeendelea kuonyesha ni jinsi gani soka la wanawake barani Afrika linavyokuwa kwa kasi na kuvutia mashabiki wengi kila mwaka. Mashindano ya mwaka huu yameandaliwa nchini Morocco kuanzia tarehe 26 Julai hadi fainali itakayochezwa Jumapili hii Agosti 16. WAFCON ya mwaka huu imehusisha timu 16 kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo. Morocco imeandika historia pia kwa kuwa nchi ya kwanza kuandaa WAFCON mara 3 mfululizo. Mbali na kutafuta ubingwa wa Afrika, mashindano hayo yamekuwa sehemu ya mchakato wa kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Kujadili michuano hiyo, nimewaalika Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo ambaye amekita kambi mjini Rabat, Morocco tangu michuano hiyo ilipoanza. Lakini pia yupo Mindy Joseph, mwandishi vilevile kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Geoffrey Mwamburi na Mindy Joseph, karibuni kwenye safu ya mjadala. Asante sana Babu Abdalla. Nianze na wewe Mwamburi. Malawi na Cameroon zinakutana katika fainali Jumapili hii mjini Rabat, huku timu zote zikiwa na nafasi ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika historia hii ya AFCON. Wewe uko Rabat huko Mwamburi, maandalizi kuelekea fainali yanaendelea vipi, na kwa ujumla unadhani ni timu ipi unaipa nafasi kuchukua ubingwa? Asante sana Babu Abdalla. Kwa kweli ni fainali ambayo kwamba inasubiriwa kwa nyute na mate wanavyosema Waswahili Jumapili hii, lakini sidhani kwamba itakuwa na ule mhemko mkubwa, kwa sababu tayari mwenyeji ambaye kwamba ni Morocco ameweza kubanduliwa. Wengi tu wanahoji kwamba itakuwa ni fainali ambayo kwamba wale mashabiki watarajiwa kuweza kufurika kwa wingi sana, lakini ni fainali ambayo inakutanisha timu ambazo niseme kwamba ni nguvu sawa, kwa sababu ukiangalia aina ya mchezo ambao kwamba Cameroon anaushiriki ni mchezo Uingereza wanasema kwamba ni physical ambao unahitaji mtagusano, ule nguvu nyingi kidogo, na pia ukiangalia pia mtindo ambao kwamba Malawi wanaucheza pia ni kidogo ule mfumo unafanana, lakini ukiangalia ni mechi kali. Malawi wanashiriki kwa mara ya kwanza, wameweza kuandikisha historia, mara ya kwanza kushiriki kombe la WAFCON na wamefuzu katika kombe la dunia kwa kufika katika kiunzi cha nusu fainali. Kwa hiyo wao wame overachieve wanavyosema. Kwa hiyo itakuwa ni fainali kali, lakini kwangu mimi nafikiri timu yoyote inaweza kuchukua, japo Malawi wameonyesha jitihada kubwa zaidi. Malawi imeonyesha nuru zaidi. Mindy Joseph, katika mechi ya kutafuta mshindi wa 3 kesho Jumamosi itakayozikutanisha wenyeji Morocco na Algeria, Morocco iliondolewa na Cameroon kupitia mikwaju ya penalty baada ya sare ya bila kufungana, lakini Algeria kwa upande wao ikifungwa mabao 3-1 na Malawi. Umetizama michuano hii ya WAFCON kwa jicho lako, unahisi faida ya kucheza nyumbani inaweza kuipa Morocco nguvu ya ziada katika mechi hiyo ya kutafuta mshindi wa 3? Asante sana Babu Abdalla. Tukizungumzia kuhusiana na mchezo wa kutafuta mshindi wa 3, kwanza Morocco wataingia kwenye mchezo huu wakiwa na jambo kubwa la kuthibitisha. Walikuwa na matarajio makubwa ya kufika fainali ama kutoa ubingwa mbele ya mashabiki wao, lakini Kameruni waliwazuia kwa penalty. Hata hivyo, Morocco wameonyesha kiwango kizuri katika michuano hii. Katika hatua ya makundi waliweza pia kuifunga Algeria 1-0. Kwa hiyo Morocco anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida ya kisaikolojia kwa sababu tayari wamewafunga Algeria katika mashindano haya. Changamoto yao kubwa ni morali baada ya kupoteza nusu fainali katika mazingira ya penalty. Wachezaji wanaweza kuwa na maumivu ya kushindwa kufika fainali, lakini kucheza mbele ya mashabiki wao inaweza kuwa motisha kubwa ya kutafuta nafasi ya 3. Lakini kwa upande wa Algeria wamekuwa moja ya timu zilizofanya vizuri katika mashindano haya, lakini walipata pigo kubwa dhidi ya Malawi. Walikuwa mbele kwa muda katika nusu fainali, lakini Malawi waligeuza mchezo na kushinda 3-1, na hivyo Algeria walifanikiwa kufunga bao hilo 1. Kwa Algeria hii ni nafasi ya kumaliza mashindano kwa heshima
Ushindi dhidi ya wenyeji Morocco unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wa mashindano yao kutoka timu iliyopoteza nusu fainali hadi timu iliyomaliza AFCON ikiwa na medali ya shaba. Natarajia mchezo ambao utakuwa na tahadhari, hasa kipindi cha kwanza. Morocco anaweza kutawala zaidi mpira, wakati Algeria wakisubiri nafasi za mashambulizi ya haraka. Mashambulizi ya kushtukiza. Mwamburi, tuimulike timu ya taifa ya Kenya, Harambee Starlets, ambayo ilipangwa katika kundi A pamoja na wenyeji Morocco, Algeria na Senegal. Wachambuzi wengi wa michezo wanasema kwamba hili lilikuwa ni kundi ambalo tangu mwanzo lilionekana kuwa ni kundi gumu. Lakini baada ya kufuatilia kampeni yao, Mwamburu, umekuwa mwanamichezo wa Kenya kwa muda mrefu, Harambee Starlets walimaliza mashindano kinyonge. Kwa mtazamo wako, walikosea wapi kina dada wa Kenya? Nashukuru sana Babu. Nafikiri kivyangu naweza sema kwamba kuna mambo mengi ambayo kwamba yanaisibu timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ambayo imeondolewa. Kwanza nafikiri suala la maandalizi kuelekea katika mashindano haya ni ukikumbuka ni kwamba kabla ya kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kambi ya Miramas kule nchini Ufaransa, wachezaji waliandamana, wakaandamana kutoka kwenye uwanja wa mazoezi wa pale Kasarani kuelekea kwenye afisi za FKF wakilalama kwamba hawajalipa marupurupu yao, na ni maandamano ambayo kwamba yalifuatia ule mwaliko wa ikulu wa Rais William Ruto ambaye kwamba aliweza kuwaahidi na kuweza kutoa shilingi milioni 10 fedha za Kenya kwa timu ya under 17 ambayo imefuzu kombe la dunia na pia Harambee Starlets. Kwa hiyo baada ya hapo tukashuhudia timu ikaenda pale Miramas. Ilipofika Miramas haikufanya ama haikushiriki mechi za kiushindani na timu yoyote, labda kujipima uwezo kucheza labda na timu ambazo ziko katika rank ya juu zaidi. Walicheza tu mazoezi kwa wao wenyewe. Kwa ukiangalia hapo, nafikiri ni kitu kimoja ambacho kwamba kimeweza kuwasibu, na ukiangalia quality ya mashindano haya inahitaji timu imeweza kujiandaa zaidi kisaikolojia. Swala la pili nafikiri ni swala la kuunda kikosi. Kikosi ambacho kilitajwa na kocha Belding Odemba kikushirikisha wachezaji ambao kwamba wana tajriba. Zungumzia kina Esi Akida ambaye amecheza mataifa ya Europa, amecheza katika vilabu vya Europa, ameachwa nje katika mashindano haya. Nazungumzia kina Shikobe ambaye amecheza katika AFCON ya mwaka 2016, ameachwa katika mashindano haya. Nazungumzia kina Corazon Aquino, mshambulizi wa Simba Queens Tanzania, ameachwa katika mashindano haya. Wachezaji ambao kwamba wengi walicheza na wachezaji wachanga ambao wanapatiwa stage kubwa zaidi, ambao kwamba nafikiri ni kubwa zaidi kupitiliza kiasi, kwa sababu ukiwa pale uwanjani mashabiki wamefurika, wana jekejeke kidogo. Kwa nafikiri ni mojawapo ya vigezo vingi ambavyo vimeiponza timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ya AFCON. Kabla ya kurudi kwako Mindi Joseph, nataka nisalie na Mwamburi kidogo. Hapo umetaja masaibu hayo ambayo bila shaka tuna muda wa kuyajadili, lakini ni mabadiliko gani ya haraka ambayo unahisi kwamba shirikisho la soka la nchini Kenya FKF pamoja na benchi la ufundi inapaswa kufanya ili Harambee Starlets irudi na kuwa timu yenye ushindani hasa katika mashindano yajayo? Kwa maneno machache. Kwa maneno machache naweza sema kwamba kandarasi kwanza, manake kocha anahitaji kuweza kupata ile Waingereza wanasema kwamba ni formal contract. Hana kandarasi ambayo kwamba ipo ya kwamba ina mguide kocha, kwa hiyo na anahitaji morali vile vile. Pia la pili nafikiri maandalizi mazuri, hatufai kuweza kushuhudia mambo ambayo kwamba yaliweza kujitokeza. Alafu kikubwa zaidi pia ni pia nafikiri uteuzi wa kikosi. Sasa hivi wanajipanga kwa mashindano ya Olimpiki, na nafikiri haya yakizingatiwa, Harambee Starlets na uwezo mkubwa sana kuweza kuwa mojawapo ya miamba wa soka la kike barani Afrika. Ndio matumaini ya mashabiki wengi wa soka Afrika Mashariki. Mindi Joseph, tuimulike sasa Tanzania. Timu hiyo ilipangwa katika kundi B ikiwemo Afrika Kusini ambao wamewahi pia kushinda taji la AFCON, Ivory Coast pamoja na Burkina Faso. Pamoja na kwamba kundi hilo pia lilikuwa gumu kwa kiasi chake, Tanzania ilianza mashindano kwa kishindo kama utakumbuka, baada ya kuifunga Afrika Kusini, lakini baadaye ikapoteza dhidi ya Burkina Faso, lakini vile vile pia ikapigwa magoli 2-1 dhidi ya Ivory Coast na kukosa nafasi ya kusonga mbele. Kipi kilikwenda mrama? Kwanza kwa upande wa Twiga Stars imeonyesha maendeleo makubwa kwa upande wa AFCON kwa mwaka wa 2026, licha ya kwamba walishindwa kufuzu hatua ya robo fainali, na tuliona pia ushindani ambao waliotoa wakiwafunga Afrika Kusini 2-1,
na hii sasa tatizo kubwa ambalo linaendelea kuonekana kwao ama changamoto iliyopo ni kuto kudumisha kiwango kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Baada ya ushindi dhidi ya Afrika Kusini, Twiga Stars pia alipoteza dhidi ya Burkina Faso, na hapo ndipo Tanzania ilipoteza nafasi ya kufuzu katika mashindano ya kiwango hiki. Ushindi mmoja mkubwa pekee hautoshi, timu inahitaji kupata matokeo katika mechi ambazo pia zinakuwa zinapata. Tuliona pia washambuliaji kina Diana Msemwa walikuwa miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kufanya vizuri zaidi, lakini naweza nikasema kwamba Twiga Stars haikufeli AFCON 2026. Imeonyesha kwamba Tanzania inaweza kushindana na timu bora Afrika. Ushindi dhidi ya Afrika Kusini ni ushahidi mkubwa. Tatizo kubwa lilikuwa ni kutoweka kiwango kile kile katika mechi zote. Kwa mtazamo safari ya kuelekea kombe la dunia pengine 2027, Tanzania inapaswa kujenga msingi wa kuwekeza zaidi katika ligi ya wanawake, maandalizi ya muda mrefu, mechi nyingi za kimataifa na kukuza wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania. Mindy Joseph, umetaja mafanikio hayo ya Twiga Stars. Kama shabiki na kama mdau wa soka nchini Tanzania, mafanikio ya Twiga Stars katika AFCON mwaka huu kuipiga Afrika Kusini, ndio tuseme ndio kipimo cha kufuzu kwa AFCON peke yake, ama mashabiki wa Tanzania wanapaswa kuweka malengo makubwa zaidi kwa timu kufuzu katika michuano ya kombe la dunia na kufika pia hatua za mbali baadaye katika michuano ya AFCON? Unaonaje? Kabisa. Kitu ambacho kinahitajika zaidi ni kuendelea kuwekeza zaidi kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Ujue msingi bora unapotengenezwa, ni lazima pia timu itafanya vizuri hata katika mashindano makubwa ya kimataifa. Kwa mfano, kwa Tanzania pengine kubwa zaidi ni kuanzia kwenye ligi ya wanawake, maboresho makubwa yafanyike, lakini pia wawe na utamaduni wa kucheza michezo mingi ya kimataifa. Naamini hata wanapokwenda kucheza kimataifa sasa wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Naam, Geoffrey Mwamburi, AFCON imekuwa na matokeo kadhaa ya kushangaza mwaka huu, lakini unadhani ni timu ipi ambayo imekushangaza binafsi katika mashindano ya mwaka huu na kwa nini? Tunafahamu kwamba Malawi imefika fainali katika ushiriki wake wa kwanza kabisa baada ya kuzipiga kumbo timu zenye majina makubwa katika soka la Afrika ikiwemo Nigeria na Ghana. Ama unahisi labda kuna timu nyingine ambayo kwa jicho lako ili kuonyesha kiwango ambacho kila ukitizama wakicheza unasema wow? Nashukuru. Nafikiri wenyeji ambao ni Morocco, licha kwamba waliondolewa katika kiunzi cha nusu fainali, walionyesha jitihada kubwa sana. Quality ya mchezo ambao wanaocheza ni mzuri. Wanafunzwa na kocha ambaye ni mshindi wa kombe la dunia, alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Uhispania kwa wanawake. Ukiangalia kocha Vida yule ana uzoefu mkubwa sana. Wanafikiri walijitahidi pakubwa sana. Nafikiri pia nitaizungumzia Cameroon. Kipa wao sasa hivi ana trend katika mitandao ya kijamii kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba aliwanyima fursa wale wenyeji ambao ni Morocco kuweza kufuzu kwenye fainali. Alipangua mikwaju kadhaa ya penalti. Ukiangalia msichana mdogo na anachezea kwenye ligi ya kule Ureno, ndio. Kwa hiyo nafikiri ilionyesha jitihada kubwa. Na ukiangalia Cameroon walivyofuzu, walitegemea sana kupanuliwa kwa ile taji, maanake timu ziliongezwa, ndio maana kidogo Cameroon akapata upenyo katika ile taji. Lakini licha ya kutumia njia ile, walionyesha kwamba bado wao wapo na wakapambana kufa kupona kufika katika kiunzi cha fainali. Si jambo ambalo kwamba kwa kweli ni mchezo. Kwa hiyo nafikiri nitawahongera sana kwa zile jitihada ambazo kwamba wameonyesha. Kongole kwa Cameroon. Ulipotaja goalkeeper Mwamburi, umenikumbusha Vozinha, kipa huyu wa timu ya taifa ya Cape Verde ambaye amehamia klabu ya Colo Colo kule nchini Chile. Lakini tuachane na hayo, Mindy, tugeukie wachezaji ambao walitamba zaidi, ikiwemo wachezaji kama vile Temwa Chawinga wa timu ya taifa ya Malawi, lakini pia yupo mwanadada Barbara Banda wa Zambia, alipiga soka la kiwango cha juu sana na kufikia hatua za mwisho za mashindano. Wachezaji hao wawili walionekana kuwa ni miongoni mwa wafungaji bora wa AFCON mwaka huu. Unadhani ni wachezaji gani wengine ambao wameonyesha uwezo wa kuwa nyota
wa michuano ya AFCON baadaye? Katika miongoni mwa wachezaji ambao hadi sasa wamefanya vizuri kunako michuano ya AFCON umewataja tayari, lakini naweza nikaongezea mchezaji wa Morocco Sakina. Amekuwa miongoni mwa wachezaji muhimu wa Morocco, hasa katika hatua ya mtoano. Alifunga bao dhidi ya Afrika Kusini na katika robo fainali pia, na kuisaidia Morocco kutinga katika hatua ya nusu fainali. Umemtaja pia Babla Banda yule wa Zambia, naye amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mashindano haya wamefanikiwa kufunga mabao 5 na ameonyesha uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi na kubeba jukumu pia la ushambuliaji kwa upande wa Zambia. Lakini wachezaji wanaozungumzwa sana ni Temwa Chawinga kutoka pale Malawi, akiwa ni mmoja wa wachezaji bora kabisa katika mashindano haya. Ameonyesha kasi, uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi, akiwa amefunga mabao 5 hadi sasa, na amekuwa ni sehemu nzuri sana ya safari ya Malawi hadi kufika fainali. Tuko katika dakika za mwisho za mjadala huu. Geoffrey Mwamburi, ni somo gani kubwa ambalo unahisi kwamba Kenya kwa mfano na hata Tanzania ambazo ndio nchi pekee za Afrika Mashariki zilizofuzu katika michuano ya AFCON zinaweza kujifunza kutokana na michuano ya AFCON mwaka huu? Nafikiri kikubwa ni maandalizi kwa sababu kiwango na ubora wa ushindani ambao unaonekana katika mashindano haya ni cha juu sana. Ukiangalia timu zinavyocheza, Nigeria wanavyocheza, licha kwamba ni mabingwa mara 10 waweza kuondolewa katika mashindano hayo, utakiri kwamba wameandaliwa vizuri. Ukiangalia Malawi na timu zingine ambazo zinashiriki, na ni kitu ambacho kwamba pia makocha tukizungumza nao kwa mekiri ya kwamba wanahitaji maandalizi ambayo kwamba ni mazuri. Bakari Nyundo Shime tulizungumza naye, kocha wa timu ya Tanzania, alikiri masuala yale pia maandalizi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa sana ni maandalizi mazuri, tuhakikishe kwamba maslahi ya wachezaji pia yanashughulikiwa kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri zaidi, na pia kucheza. Nikitaja maandalizi nazungumzia pia kucheza na timu ambazo kwamba zina ushindani mkubwa. Labda kama tungepata maandalizi na timu, unajipima uwezo na timu kama Cameroon, timu kama niseme Ghana ambayo pia jana imefuzu kuelekea katika mchujo mwingine wa kuelekea kombe la dunia kule Brazil. Kwa nafikiri tutakuwa pazuri, lakini jitihada zipo na uwezo upo zaidi. Kwa maneno machache kabisa, Mindi Joseph, CAF inapaswa kufanya nini kukuza soka la wanawake barani Afrika? Muda umetupa kisogo. Kwa maneno machache kabisa. Kwanza, CAF wanatakiwa waendelee kuwekeza zaidi katika soka la wanawake, kwa maana tukiangalia AFCON ya mwaka huu 2026 imekuwa moja ya michuano ambayo ina matokeo ya kushangaza zaidi. Kabla ya kuanza, macho mengi yalikuwa kwa mabingwa watetezi Nigeria na wenyeji Morocco, lakini pia Afrika Kusini na Kameruni. Lakini kadri michuano ilivyoendelea, timu ambazo zilikuwa zipewe nafasi kubwa zilionyesha ushindani mkubwa. Kwa hiyo ni uwekezaji zaidi uendelee kufanyika kwenye soka la wanawake. Uwekezaji uendelee kufanyika, na toka na kauli hiyo na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa mjadala wa spoti hii leo, ambapo tumekuwa tukijadili kuhusiana na michuano ya AFCON. Bila shaka michuano hiyo imeonyesha kuwa soka la wanawake si mchezo wa pembeni, bali ni sehemu muhimu ya maendeleo ya michezo barani Afrika.